Naam, asante kwa kuendelea kusalia nasi, na sasa ni habari za biashara na uchumi. Waziri wa Viwanda na Biashara Judith Kapinga ameziagiza bodi za usimamizi wa stakabadhi za ghala WRRB na mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko COPRA kuwa na mkakati wa kuwezesha wakulima kuanzia uzalishaji, ukusanyaji hadi uzaji mazao ili kuleta tija na bei nzuri ya mazao. Dorcas Ramos ana taarifa zaidi. Waziri ametoa agizo hilo wakati wa kufunga msimu wa mauzo ya mfumo wa stakabadhi za ghala kwa msimu wa mwaka 2025-2026 na kufungua msimu mpya wa mwaka 2026-2027 na kuiagiza bodi ya usimamizi na stakabadhi za ghala WRRB kutoa elimu na kuwahamasisha wakulima, wafanyabiashara na wasimamizi wa ghala umuhimu wa kutumia mfumo huo ili kuongeza uelewa na kuboresha ushiriki wao pamoja na wale wenye maghala ambayo hayakidhi vigezo ili waweze kutoa huduma bora. Mfumo lazima uzingatie haki, uwazi, malipo kwa wakati na kuzuia ubadhirifu, na wote tumekubaliana kwamba mfumo utakaotumika ni mfumo wa stakabadhi ya ghala. Mfumo wa stakabadhi ya ghala unatekelezwa kwa kuzingatia dira ya maendeleo ya taifa ya 2050 na unatoa mchango wa moja kwa moja katika kutekeleza dira hii. Naye mkuu wa mkoa wa Simiyu Anamringi Macha amesema kufunga na kufungua msimu wa mauzo ya mazao katika mkoa huo ni chachu na hamasa kwa wananchi kwa kuwa wameelewa maana na faida za kuendelea kutumia mfumo, huku mkurugenzi wa WRRB Asangie Bangu akitoa taarifa ya msimu wa mwaka 2025-2026 ambao umerekodi mauzo ya zaidi ya tani milioni 1.1 za mazao, ikiwa ni ongezeko la 43% kutoka msimu uliopita, na umewawezesha wakulima kupata shilingi trilioni 2.4 huku korosho, mbaazi na ufuta zikiongoza katika mauzo hayo. Na kwa hiyo tunawaomba wenzetu wa bodi ya stakabadhi ghalani waendeleze elimu ili wakulima wazidi kuelewa zaidi. Na kwa hiyo kuja kwenu hapa na kutukutanisha hapa sisi, ina maana kwamba mmetoa elimu ambayo kwayo sisi tutaendelea kuielewa. WRRB itaweka mkazo katika maeneo yafuatayo. La kwanza, kuimarisha matumizi ya TEHAMA kupitia mfumo wa WRS MIS, na hivi sasa tayari tuko kwenye kazi ambayo inafanyika, na nimshukuru kama wiki iliyopita tulikuwa na katibu mkuu wa wizara na mheshimiwa waziri katibu mkuu alitoa maelekezo mahususi kuhusiana na kuboresha TEHAMA. Dorcas Ramos, Channel 10. Mamlaka ya rufani za zabuni za umma PPRA imesajili mashauri 196 yaliyotokana na michakato mbalimbali ya ununuzi wa umma pamoja na kuzuia utoaji wa tuzo 43 za shilingi bilioni 586.5 kwa wazabuni waliokosa uwezo wa kifedha na sifa za kitaalamu zinazohitajika katika utekelezaji wa miradi ya serikali. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Leonard Mwacha kutoka Dodoma. Mamlaka ya rufani PPAA imeundwa kwa lengo la kusimamia utawala bora kwenye manunuzi ya umma kupitia utatuzi wa migogoro inayopokelewa kwa kuhakikisha zabuni za serikali zinatolewa kwa wazabuni wenye sifa ili kuwezesha miradi kukamilika kwa wakati. Katibu mtendaji wa PPAA James Sando akizungumza jijini Dodoma amesema katika kipindi cha serikali ya awamu ya 6 mamlaka hiyo imewezesha kuokoa upotevu wa fedha za umma kwa wazabuni wasio na sifa na changamoto ya miradi kutokukamilika kwa wakati. Hatua hii imezuia utekelezaji usioridhisha wa miradi ambao ungesababisha upotevu wa fedha za umma na kuchelewesha maendeleo endelevu na stahiki kwa wananchi. Aidha, Sando amesema ili kutoleta ucheleweshaji wa utekelezaji wa miradi ya serikali, sheria mpya ya ununuzi wa umma imeweka misingi ya kupunguza muda wa mashauri. Sheria mpya ya ununuzi wa umma imeleta maboresho mbalimbali katika sekta ya ununuzi na ugavi, hasa katika kupunguza muda wa kushughulikia malalamiko na rufaa zinazotokana na michakato ya ununuzi wa umma. Katika kuhakikisha vijana wananufaika na 30% iliyotengwa kwa ajili ya makundi maalum kwenye ununuzi wa umma, mamlaka hiyo imeendelea kutoa elimu juu ya matumizi ya mfumo wa NeST katika moduli ya malalamiko na rufaa kwa lengo la kuhakikisha wanaopata fursa hiyo ni walengwa. Kutoka Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10.
Naam, asante Leonard Mwacha kwa taarifa hiyo, na ndo mwisho wa habari za biashara na uchumi. Mwana michezo wetu yuko hapa kwa ajili ya kutujuza kile ambacho kimeweza kujiri michezoni na viwanja mbalimbali.